Hili ndo limbwata la kumweka chini ya uvungu. Yani tunasema ukifanya spell hii ya kumweka chini ya kitanda, huyo mtu wako atakusikiliza, atakujali, atakuwa anakuambia, yani atakuwa kila kitu unachomwambia anakubali, atakuwa yuko chini yako kuanzia hapo, atakuwa mpole kwako. Hawezi kuwa mkali kwako hata siku moja kama ukimfanyia mtu hii spell. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Na pia napenda kusisitiza kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe, ili wa kwanza kuona kila takapokuwa tunaposti somo jipya. Moja kwa moja tuende kwenye limbwata letu la leo. Namna gani unaweza kumfanya mwanaume ainame kwako, akusikilize, awe mpole kwako hata kama ni mkali kiasi gani. Unataka na wanaume wengine ni wakali, kutwa ni kumfokea mke wake, kutwa ni ugomvi, basi hakika utaona jinsi atakavyokuwa mpole, atakavyokuwa ananyenyekea kwako. Na hivi ndio vifaa utakavyotakiwa kwenda kuwa navyo kwenye kwenda kufanya spell hii, kwenye kwenda kufanya limbwata hili. Kwanza kabisa utahitajika kuwa na chupa. Na chupa hii lazima iwe chupa yenye mfuniko. Yaani namaanisha chupa ya kioo. Yaani chupa ambayo ni ya kioo, ninavyosema kioo nadhani kama vile chupa za soda zinavyokuwa na, yani chupa ya kioo lakini iwe na mfuniko. Kwa hapo unaweza ukachukua chupa vile vya konyagi. Kuna chupa fulani za konyagi zile vichupa vidogo vina mfuniko wake. Ni chupa, hakikisha unaona ndani ni chupa ya kioo. Kwa hiyo tafuta chupa ya kioo. Hili ni hitaji la muhimu sana kwenye kwenda kufanya hii spell. Pili, unahitajika kuwa na picha ya huyo mtu wako ambaye unataka kumfunga kwako, kumuinamisha kwako, kumfanya awe pole kwako, akusikilize. Unajua na picha yake. Kama picha hauna, unaweza ukachukua tu karatasi nyeupe ndogo. Kisha unakuwa na karatasi nyeupe sio na maandishi yoyote wala mstari wowote. Hitaji la tatu, utahitajika kuwa na peni. Na peni hii inahitajika kuwa peni yenye rangi nyekundu, yani peni ya wino wenye rangi nyekundu. Hitaji la mwisho, utahitajika kuwa na udi. Ndio kuwa na udi mzuri, yani ule udi unaonukia vizuri. Tafuta udi ambao una harufu nzuri. Hili ni hitaji lako la mwisho kwenye kwenda kufanya hii spell. Kwa kisha mahitaji yako yote umeyakusanya yote kwa pamoja, kisha ndio unaanza sasa maelekezo ninayokupa hapa ndipo utayafanya. Na hii spell unaweza kuifanya siku yoyote tu ile ambayo utakuwa na muda, ila hakikisha hakuna mtu yote atakayekuona utakapokuwa unafanya hii spell. Kwa sababu mtu akikuona ambaye unamfanyia haitofanya kazi, kwa sababu hii inabidi ufanye kwa siri, huyo mtu ambaye unamfanyia mlengwa asikione hicho kitu ambacho unakifanya. Basi baada ya kuwa umeshapata mahitaji yako yote, kinachotakiwa ni kuchukua ile picha, au kama umekosa picha unachukua ile karatasi. Utakapochukua ile picha, ile karatasi, utatakiwa kuandika jina la yule mtu nyuma ya ile picha. Kama ni karatasi pia utaandika tu pale. Hakikisha unaandika jina la yule mtu wako mara 7. Andika jina lake lote, na pia kama unafahamu jina la mama yake pia unaliandika, ila kama ulifahamu unaweza kaandika tu jina lake pia, sio mbaya. Na pia kama unafahamu tarehe yake ya kuzaliwa pamoja na mwaka wake wa kuzaliwa pia utaandika nyuma ya hiyo picha au nyuma ya hiyo karatasi. Hiyo ni hatua ya kwanza kabisa kwenye kwenda kufanya hii spell. Kwa hiyo hakikisha unaandika mara 7. Kama unafahamu jina la mama yake inakuwa ni vizuri ukiandika, lakini pia kama unafahamu mwaka wake wa kuzaliwa unaandika pia. Basi baada ya hapo utachukua ule udi, utauwasha. Hakikisha baada ya kuwasha ule udi wako unaanza kuifukiza ile picha yake. Unaifukiza ile picha huku ukiwa sasa pale ndio muda wa manuizi sasa. Yani wakati unaifukiza ile picha ule udi, ndio muda ambao unaongea mwenye kimoyomoyo manuizi yako kwamba wewe mwanaume fulani fulani, ninataka unisikilize, unipende, unyenyekee, unipe ninachokitaka, uwe mtu. Yani unaongea kila ambacho unakihitaji wewe kwa huyo mtu ambaye unataka kumfanyia hii spell. Hakikisha unanuia manuizi yako vizuri huku unaifukiza ile picha. Hakikisha umekaa sehemu yenye utulivu, sehemu iliyotulia ambayo hakuna mtu atakubugudhi wakati wa kufanya hii spell. Kisha unanuia manuizi yako yote. Na baada ukishamaliza basi utaekelea picha yako pembeni. Kisha tutakiwa kuichukua ile chupa. Hakikisha ile chupa umesafisha vizuri na maji iko safi, imekauka vizuri. Baada ya hapo utachukua kuchukua tena ule udi na utaanza kuingiza, yani utaingiza ule udi ndani ya ile chupa. Hakikisha ile chupa inajaa moshi wa udi. Yani ile chupa ifukizie ule udi ndani mpaka ile chupa iwe imejaa moshi wa udi. Kisha baada utakapoona ile chupa imejaa ule moshi wa udi, basi utatakiwa kuchukua ile picha au ile karatasi nayo utaidumbukiza mule ndani ya ile chupa, kisha utafunga. Na utakapofunga ile chupa yako basi pia utanuia tena manuizi yako.
nuia tena, nisikilize, yani nuia unachokitaka ukiwa tayari umeshaifunga ile chupa. Unatakapokuwa umemaliza manuizi yako yote, utatakiwa kuichukua ile chupa na kuiweka chini ya kitanda chako. Sasa hapo ndo uwe makini. Unaweza kuikata kwenye mfuko au kwenye kitu chochote ambacho kitafanya mtu asione, ili mradi tu uweke chini ya kitanda chako. Na nitakuwa uweke chini ya kitanda chako kwa muda wa siku 7. Utakapokuwa umeiweka ile chupa chini ya kitanda chako, baada ya hizo siku 7 kupita, unaruhusiwa kuitoa. Ila kwa watu ambao una sehemu ya kuificha zaidi ya hapo unaweza, ila kama wewe huwezi, unaweza kwenda kuifukia sehemu yoyote ile ili kuweza kuifanya kwamba iendelee kudumu milele na milele. Huyo mtu wako peke yako akusikilize, afanye kile unachokitaka. Unaichimba kishimo, unaifukia ile chupa kwa manuizi tena. Kusisitiza zaidi kuhusu hii spell yako ulioifanya, kuzidi kumfanya mtu wako akusikilize, unaifukia ile chupa. La, hakikisha kabisa unafanya namna yote ile chupa ikae chini ya kitanda chako siku 7. Ila unaweza kuikata kwenye mfuko ili kufanya mtu asione wala asidhani kwamba ni kitu gani hiki, basi utaificha. Naamini kwamba hamtuwezi ukiamua jambo lako uwezi ukashindwa namna gani unaweza kuificha hiyo chupa. Wafanya namna yote uifiche, na baada ya hapo uizike, uifukie sehemu ili weza kufanya idumu zaidi na zaidi na zaidi. Ni manuizi. Manuizi ni kitu cha muhimu sana kwenye kila spell ambayo nakuwa naelekeza hapa. Asanteni sana kwa kunisikiliza, lakini pia napenda kusisitiza kama ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe ili uanze kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya.